Adhabu ya mtu ya sahaba kama huyo aliyoipata radhiallahu anhu, alivuliwa kanzu yake kwa ile kazi ambayo kwamba alikuwa akifanya, akachukuliwa maskini Ridhwanu radhiallahu anhu, kikaekwa chuma kwenye moto, kikakolea moto mpaka kikageuka kile chuma kikawa chekundu. Kisha baada ya hapo kikaekwa kwenye mgongo wa Khabbab ibn al-Arat radhiallahu anhu. Hebu imagine leo ukichukua kaa la moto kidogo, kile cheche yake pengine ikakuchoma kwenye ngozi yako, utahisi vipi? Au pengine kaa limeanguka kwa bahati mbaya, huku ulishindilia lile kaa kulikanyaga mpaka ukalivunja kidogo tu, ukakigusa tu kwa juu juu, tayari utainua mguu kwa zile ule uchungu utakaosikia na maumivu yake. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, tukiwa tumerejea tena katika kipindi chetu cha kuwafahamu masahaba, ningependelea leo tumsome sahaba mmoja ambaye kwamba anakifahamika jina lake kama Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu. Sahaba huyu atoka katika kabila moja liitwalo Tamim, na aliuzwa akiwa ni mdogo na akanunuliwa na mwanamke akiitwa Ummu Nammar al-Khuzaiya min Bani Khuzaa. Kisha kukulia kwake akiamkia alikuwa ni mtu ambaye kwamba sani'u suyuf, ni mtu ambaye kwamba ajua kutengeza mapanga, yani yeye ni mtu wa jua kali, bimaana akitumia vifaa hivi madini ya chuma na vinginevyo, akitengeza mishale, mikuki, panga. Kiufupi alikuwa ni muundaji silaha. Idhan sahaba kama huyu yahesabika yeye katika tarehe ni mtu wa 6 kuslimu katika dini kama hii tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana alislimu mwanzo sana. Wa huwa kana minal qurra'i wa afsahuha, na alikuwa ni mmoja katika wale ambao kwamba ni wasomaji wa Qur'an, na alikuwa ni mwalimu wa Qur'an na aliyekuwa fasaha juu ya hilo. Sasa sahaba kama huyu baada ya kujulikaniwa kuwa yeye ameslimu, kwa tunavyofahamu masahaba ridwanullahi alaihim walipitia tabu nyingi sana katika kuihimili dini kama hii na kuinusuru dini kama hii. Miongoni mwa mateso ambayo kwamba yalikuwa ni makali mno huyu sahaba aliyoyapitia, kwa sababu walioslimu mwanzo wa Uislamu si lengine isipokuwa walipata shida na dhiki sana, na hali ya kuwa wakafanya subra ya hadi ya juu, mpaka yafikia mmoja kusema man dhanna, katika miongoni mwa walioteswa alikuwa ni Bilal ibn Rabah, akisema maneno haya, man dhanna anna Bilal yasbiru sabra ar-rijal wa yasmutu sumud al-jibal, ya kwamba Bilal yeye nani alidhania, kwa sababu alipokuwa mtumwa alikuwa ni mtu dhaifu mtiifu kwa bwana wake sayyid wake ambaye kwamba ni Umayya ibn Khalaf. Lakini pamoja na hayo, wakati alipokuwa yapatiwa mateso kama hayo, alikuwa nini? Alisubiri juu ya hayo, akimwambia Umayya ibn Khalaf, wa inni la asbiru, baada ya kumwambia kwamba nitakuadhibu, lam yara al-arab mithlahu, mimi nitakupa kichapo wewe Waarabu hawajakiona mfano wake. Na yeye akamjibu, wa inni la asbir sabran lam yara al-arab mithlahu, mimi nitasubiri subra ambayo kwamba hata Waarabu pia hawajaiona subra kama hiyo. Wewe utaniadhibu kichapo kikali, na mimi basi na mimi nitakuonesha kuwa nitasubiri subra kali. Sasa adhabu ya mtu ya sahaba kama huyo aliyoipata radhiallahu anhu, alivuliwa kanzu yake kwa ile kazi ambayo kwamba alikuwa akifanya, akachukuliwa maskini Ridhwanu radhiallahu anhu, kikaekwa chuma kwenye moto, kikakolea moto mpaka kikageuka kile chuma kikawa chekundu. Kisha baada ya hapo kikaekwa kwenye mgongo wa Khabbab ibn al-Arat radhiallahu anhu. Hebu imagine leo ukichukua kaa la moto kidogo, kile cheche yake pengine ikakuchoma kwenye ngozi yako, utahisi vipi? Au pengine kaa limeanguka kwa bahati mbaya, huku ulishindilia lile kaa kulikanyaga mpaka ukalivunja kidogo tu, ukakigusa tu kwa juu juu, tayari utainua mguu kwa zile ule uchungu utakaosikia na maumivu yake. Sasa fikiria Khabbab ibn al-Arat, chuma chaekwa kwenye mgongo wake, mpaka chuma yabrudu bidimaihi, kile chuma kinapoa kwa damu zake.
yani kimewekwa ni kikali mpaka kile chuma kinapoa kwa damu zitokao katika mwili wa Khabbab bin al-Arat, na kikishapoa chachukuliwa kingine, wayudha makana, kisha chingine pale pale kilipotolewa. Hiki kimetolewa chuma kimepoa, chachukuliwa chingine cha moto, charegeshwa sehemu ile ile ambacho kwamba kile cha kwanza kimefanyaje, kimetolewa. Hii ndio punishment ambao kwamba alipewa sahaba kama huyu Khabbab bin al-Arat. Wa fi riwaya laqad jaa, ya kwamba yawma min al-ayyam Umar bin al-Khattab, huyu khalifa wa pili, alipokuwa amekaa pamoja na maswahaba zake, bimaana wenzake katika maswahaba majmua, akawa yuwalia sana wakati akikumbuka jinsi mateso wale maswahaba walivyopitia. Akawa yuwalia kwa sababu ya Bilal ibn Rabah. Akasema mimi sijashuhudia sahaba ambaye kwamba ameteswa mateso makali kushinda Bilal ibn Rabah. Kisha kando yake alikuwepo huyu Khabbab ibn al-Arat. Tutakuja kuzungumzia Bilal ibn Rabah inshallah biidhnillah. Kando yake alikuwepo huyu Khabbab ibn al-Arat. Kamwambia Umar, wasema nini wewe? Man ladhi taqul, wazungumza nini? Sijakuelewa kabisa unachokisema. Kwa nini? Kinaya kuwa kuonesha kuwa wacha ni wewe wasema Bilal aliteswa, wacha ni kuonesha Bilal kuwa hakuteswa. Kisha akaifungua kanzu yake Khabbab bin al-Arat na kumuonesha mgongo Umar bin Khattab. Ule mgongo wake umefanya, maulama wanasema ni mfano wa kwato za farasi, yale mashimo wanapokimbia ikichimbua, ndivyo mgongo wa Khabbab bin al-Arat, na umekuwa mweusi. Sasa hapo riwaya nyingine yasema ya kwamba walikuwa wakati mwingine wakimtesa Khabbab kwa kuchukua yale makaa wakayatandaza kwenye ardhi mfano wa mwili wa binadamu, kisha wakamvua kanzu na kumlaza mpaka yale makaa yanapoa kwa damu itoka kwenye mwili wa Khabbab bin al-Arat. Umar baada ya kuona hivyo, subhanallah, baka bukaan shadidan, alilia kilio kikali sana mpaka ndevu zake zikaroa machozi, na wasahaba wote waliokuwa pale wakalia, akiwemo Bilal bin Rabah. Huyo ndio Khabbab. Kwa kichache kifupi kabisa kumfahamu Khabbab bin al-Arat, angalia fadhila ya sahaba kama huyu. Maskini alikuwa ni mtu dhaifu, na angalia mateso, hana ukoo wa kumtetea, kwa sababu Makuraish walikuwa na tabia ya kwamba ikiwa mtu ni dhaifu basi wao humnyanyasa zaidi. Wakati mmoja alipokuwa Umar bin Khattab hajaslimu, alinuia kutoka na panga lake kwenda kumuua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisha akasema yakfi dami, yatosheleza damu yangu, libani Hashim damu rajulun wahid ahwanu min dima'il kathir, damu ya mtu mmoja badala watu wa Maka kwenda kupigana na Banu Hashim na nini, lakini nikienda nikimuua mimi Muhammad tu peke yake, mtu mmoja, itakuwa damu ya mtu mmoja, nikiuawa itakuwa imewatosheleza nyinyi wengine. Basi Umar akanuia na akatoka na panga lake kwenda kumuua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alipokuwa njiani akakutana na mtu, ambia Umar, speed na kuona uelekea wapi na upanga wako huu? Umar bin Khattab akamwambia, mimi leo naenda kumuua huyu bwana anaitwa Muhammad huyu, kwa sababu ameingiza fitna kwenye makabila yetu, ameingiza watu wamekuwa tarafakiana, imekuwa ni tafash tu, hatumuelewi mtu kama huyu. Sasa mimi naenda kutoa ule mzizi. Umar bin Khattab akaambiwa na huyu bwana, sikiza bwana, wewe enda kumuua Muhammad hali ya kuwa nyumbani kwako familia yako, dada yako na shemegi yako, dada yako Fatima na shemegi yake Said tayari washaingia kwenye Uislamu, na wewe enda kumuua Muhammad. Kwanza anza na kwako, kwanza rejea kwako, aslih amra baitik kabla an tadkhula fi buyuti nas, nenda kwanza ukarekebisha nyumba yako, kisha baadaye ndio uende kwa majumba watu wengine. Na hili ni onyo kwa mtu yoyote mwenye kuonyesha vidole kwa mtoto wa mtu, ukamwona wa watu haribikiwa, ukaanza kuangalia vitu fulani, pengine na wewe mwenyewe Allah amekujalia mtihani katika familia yako. Kwa hivyo usizungumze juu ya mtoto mwingine kwa ubaya, kwanza suluhisha jambo lililo nyumbani kwako ndio wazungumzie wengine. Kwa hivyo Umar bin Khattab kupokea taarifa kama hizo, akaamua sasa kurejea kwa dada yake Fatima na shemegi yake Said. Akifika kigonga mlango, wakajua kabisa fika ya kwamba huyu ni Umar bin Khattab, tayari ameshakuja hapa, na jinsi alivyokuja hakuja kwa amani, huyu amekuja yuko tayari. Walikuwa maskini
wakisomeshwa na huyu sahaba Khabbab bin al-Arat akiwa ndani. Umar akazisikiza makini, akajua kabisa hii ndio ile Qur'ani ya Muhammad. Khabbab bin al-Arat kusikia kwa aliyogonga mlango ni Umar, maskini kwa unyonge wake akajificha chini ya mvungu, kwa sababu hakuwa na uwezo wa kumkabili Umar. Akajificha chini ya mvungu kusubiri kusikia nini kitakachotokea. Umar bin Khattab kuingia ndani, akaanza kuwakamatia wale ndugu yake na yule shemegi yake, mpaka akampasua dada yake kwenye paji la uso kwa bapa la upanga wake. Hapo huruma kidogo, kwa sababu kwenye mila za Kiarabu wao mara nyingi uheshimu sana wanawake, kwao ni lulu. Akaingiwa na haya Umar kumuona dada yake huyo vuja damu kwenye paji lake la uso. Kidogo presha zikaregea chini. Baada ya muda akaziona zile nyaraka Umar ambazo kwamba walikuwa wakizisoma. Akawauliza, ahadha alladhi kuntum taqraun, hiki ndio kile ambacho mlikuwa mkikisoma? Akakichukua Umar. Kwa kuichukua Qur'ani kama ile, haikuwa ni sura nyingine isipokuwa ni sura Taha, ma anzalna alayka alqur'ana litashqa. Akasoma mpaka kwenye aya isemayo, innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li dhikri inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Baada ya kusoma aya kama hii, pale moyo wa Umar ukaingiwa na baridi na wasiwasi na mtetemeko, na kusema maneno kama haya ya kwamba haikuwa na budi ambaye kwamba ameyateremsha maneno haya isipokuwa nahu maabudun lihaqqin, yeye ndio mwenye kuabudiwa kwa haki. Kuyasikia maneno haya ameyatamka mwenyewe, ndipo sasa Khabbab bin al-Arat akatoka na kumuuliza, hal anta al-qari, wewe ndio msomaji? Akamwambia naam, na akambashiria kwa dua ambayo kwamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alimwombea, akasema, Allahumma aiza al-islam bi islam ahabbi ar-rajulain ilayk, ya Rabbi upe nguvu Uislamu kwa kuslimu watu wawili katika hii dini yako, ambaye kwamba kumsudia kwanza alikuwa ni Abu Jahal na kisha wa pili alikuwa ni Umar bin Khattab. Na dua kama hii kamwangukia Umar bin Khattab, na ikawa mwalimu kama huyo ndio sababu na funguo ya njia ya Umar bin Khattab kuingia katika Uislamu. Yule ambaye kwamba alikuwa yuamuogopa ndio ikawa ni wasila kwake yeye kuingia katika Uislamu. Hebu angalia fadhila za sahaba kama huyu, na alishuhudia vita kadha wa kadha za ghazawati zote ambazo kwamba mtume alipigana, naye alikuwemo na fadhila zizo za ghazwa. Ndugu yangu Muislamu, dini kama hii haikuja na dini, hayakuja mambo yalikuwa ni mepesi. Uislamu ukaona umeendelea mpaka umekufikia, na wewe leo waitwa Ali, na wewe leo waitwa Umar, na wewe leo waitwa Hudhaifa, na wewe leo waitwa Muhammad, na wewe leo waitwa Abdalla. La. Dini lau utajua umuhimu na machimbuko yake, utafahamu fika ya kwamba kuna mambo mazito yalitokea hapo nyuma mpaka hii dini ikafika hapa. Maswahaba waliteswa. Lau tutafahamu mazito wa yale walioyapitia maswahaba, hatutoweza kumaliza visa kama hivi. Basi itakuwa kila tukitoa darasa la funzo machozi yatakuwa yanatumiminika istihyaan, isipokuwa tu sisi tumeghafilika na tuko mbali, roho zetu zimekuwa ngumu, basi yale tunayoyasikia hatuyafanyii kazi. Hata hutuba za Ijumaa zote pia wengine tuenda zetu kuchelewa misikitini. Ndugu zangu ni Waislamu, hizi nyasia na haya mafundisho ni kwa sababu ya kukuza tarbia na kuelewa heshima ya dini yako. Leo wangapi hatulingani majina yetu na majina ambayo kwamba maswahaba, lau utajua ni fadhila gani yule sahaba ambaye kwamba alikuwa na jina hilo, ukijipima kwenye mizani yako wewe hivi leo na mizani ya ile ambayo kwamba yule sahaba ulipoa jina lake, majina yako mbali na vitendo na sisi Waislamu. Wangapi katika sisi Waislamu? Juzi subhanallah atokea bwana mmoja Mombasa, yeenezwa picha yake yasikitisha, kitambulisho chake mashallah, sahibu lihya, ndevu amezieka, mtu nzuri, appearance yake, muonekano wake mzuri, kisha yatangazwa kuwa yeye ni mwizi. Hebu jiangalieni Waislamu, Muislamu kusifika na sifa ya uwizi na ukaenezwa watu wakufahamu wewe ni mwizi. Muislamu ukashikwa na sifa za maajabu ajabu, sifa za ushirikina, sifa za uganga, sifa za utapeli. Haya yote Uislamu, wangapi katika vijana sisi Waislamu leo tutumia mihadarati, twala miraa,
twala migoka, twavuta bangi, twavuta masigara. Allah yote atuondeleshea. Kwa sababu gani? Hatukujua umuhimu na machimbuko ya hii dini ya Uislamu na misingi iliyokuwa sahihi. Leo tumebaki Waislamu jina tu, hatuuoni msikiti isipokuwa siku katika masiku, pengine hata Idi pia kuswali haswali mtu, asubiriwa siku jeneza yake itakuja ingia msikitini aswaliwe. Huyu Muislamu yuaishi jina lake Muhammad, hata yuona aibu mtu kumuita jina kama lile. Wewe mwenyewe kumuita pia wastahi. Na muhitaji Muhammad mtu mlevi, mtu haswali, mtu masaa yake kila umuonapo yatafuna marungi tu yeye. Hatuwaombei mabaya, lakini jamani turegeeni nyuma na sisi tuwatarajie, tusichoke kuwaombea kheri hawa ndugu zetu. Ni mitihani imewapata, asa huenda mmoja katika sisi dua yetu au dua yake yeye ikawa ni tiba na ikawa ni wasila wa Allah subhanahu wa ta'ala kujalia ndimi kama ile na dua kama ile ya yule mtu kubadilika. Tusichoke kuwaombea. Hii mitihani imetusibi ni kwa sababu hatuyafahamu yale ambayo kwamba tumejaliwa nayo katika maisha yetu. Biidhnillahil karim, usichoke kunifuatilia kwa mengi mazuri na mengi mapya, na tutazidi kufundishana kwa kadri Allah subhanahu wa ta'ala alivyotujalia. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.